aliye kama na wewe. Asubuhi ya leo umetuonesha mapambazuko njema ya kwamba Yesu ni Bwana. Ndio maana tunasema wewe ni Bwana wa maisha yetu. Tunapoimba, tunaposifu, tunapoabudu, tunapoacha vitanda, tunapoacha mambo yaliyo ya samani kazi zetu, na tunaacha kwenye uso wako, tunahakikisha ya kwamba katika mali ambayo umetupatia Bwana. Tuwe na usomi katika Biblia. Tuangalie Wafilipi. Barua kwa Wafilipi na sura yake ya pili. Tunaacha verse yake ya 5. Tukimaliza tutaenda katika kitabu na Wakolosai sura yake ya kwanza. Tukimaliza tutupa macho katika kitabu ya Marko. Injili kama alivyoandika Marko sura yake ya 10. Tutaacha 14 na 5. Alafu verse ya mwisho katika Agano la Kale Zaburi ya 23. Walio na Biblia tuache katika Wafilipi. Muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu vile vile. Ndiye aliyekuwa na namna ya Mungu, hakuona kuwa sawa na Mungu kwa kitu kushikamana nacho, lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana, akitwaa namna ya mtumwa, akakuwa na mfano wa mtu, na akionekana na sura ya mtu, alijinyenyekeza mwenyewe, akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Kwa hivyo Mungu vile vile alimtukuza sana na kumpa shina lililo juu ya kila shina, hata kwa shina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya dunia, na kila ulimi pate kukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Wakolosai na zungusha karatasi ya pili unafika kwa Wakolosai. Tuangalie verse yake. Mukishukuru Baba ambaye alitustahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Yeye alitutoa katika uwezo wa giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mwana wa mapendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Arejea shairi hili. Mkimshukuru Baba ambaye alitustahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, hapana katika giza, katika nuru. Naye alitutoa katika uwezo wa giza,
akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mapendo yake. Twende katika kitabu cha Marko 10:14. Katika Marko 10 alafu tunaanza 14:5. Sababu mwana wa watu hakusha kutumikiwa ila kutumika na kutoa uzima wake uwe ukombozi wa wengi. Sasa ilisema iwe ransom. Alafu wanasema na kutoa uzima wake uwe ukombozi wa wengi. Wakafika Yeriko. Hata alipotoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, na wakati aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akaanza kupiga sauti na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi walimhamakia ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mumwite. Wakaita yule kipofu, wakamwambia, mshikie moyo, simama, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akakwenda mbele ya Yesu. Yesu akamshibu akasema, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, kwenda zako, imani yako imekuponyesha. Mara moja akapata kuona, akafuata Yesu njiani. Nilisema ni Zaburi ile ya 22:3. Inasema yeye, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ananilalisha katika malisho ya majani mabichi, ananiongoza kando ya maji matulivu, anarudisha nafsi, ananiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndio, hata nikipita katika kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe ni pamoja somo ya kila juzi. Gongo lako na fimbo yako zinanifariji. Unanitengenezea meza mbele ya adui zangu. Umenipakalia mafuta kichwani, na kikombe changu kimefurika. Hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa kwa Bwana milele. Kanisa sema amina. Alishika miguu, aliishi sote. Na wakati na mtu mmoja katika jamaa ya Sauli, nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani. Wakasema pakingaliki moja, lakini ni kiwete. Sababu ilikuwa imeandikwa kiwete hawezi kuingia katika kapitali.
kutengeneza watu spiritual. Hatukukuwa na nafasi kwenye meza ya Bwana. Sisi mataifa tulikuwa mbali sana. Nitakapoenda katika ile text ambayo inasema ametuhamisha, tutaelewa vizuri. Acha nimalize juu ya huyu mtu ambaye anaitwa Mefiboshethi. Daudi aliweka sheria, lakini alivunja nusu ya sheria na akaacha nusu nyingine. Aliwapatia viwete neema ya kuingia mkapitana, na vipofu vilikuwa havijapata neema. Ndio maana Yesu anapokuja aweze kuaccomplish neema. Ambia jirani neema. Mwambie tena uwezo ya neema. Yeye aliye kama mwana wa Daudi, sababu baba yake Daudi aliweka sheria ya kiwete na kipofu, vyote vilivyo vilemavu, alafu akakufa akiwa amemaliza kwanza shida ya viwete kupitia Mefiboshethi, lakini vipofu bado. Na ilibidi patokee uzao wa Daudi ambayo itakuwa na memisi juu ya neno ambalo baba Sokulu alisemaka, ili aweze kuingiza neema ya pili hata vipofu tuweze kupata nafasi. Ndio maana wakati Biblia inasema wakati Bartimayo alikuwa anakaa akasikia habari za Yesu. Zile habari katika maisha yako. Unaweza kuwa msikilizaji mzuri, na usipokuwa mtendaji mzuri utakufa masikini ikiwa umefundishwa kuwa tajiri. Hamunielewa vizuri? Kumasoko kwenye Biblia kumasoko unaweza kuwa elewa mzuri, unafuata mwalimu mekupambia, unafanya ndio yako ufanye, unakula sifu na unarejea kwako. Akasikia habari za Yesu, wakamwambia pana mtu ambaye anaonekana katika dunia, naye ni wa uzao wa Daudi. Yeye akajua kama kuna sheria yenye imenipenda na wazazi, imenipenda na ndugu zangu kwa ajili ya Daudi Sokulu yake, maana yake yeye nikapata neema na rehema mbele zake, anaweza kunirejesha katika familia. Akasikia sauti, akasikia anapita Bwana. Anifuate vizuri. Kila mara anasema hii mfano, ninaeleza hizo habari na mfano. Mefiboshethi apitumani kijana ambaye anaitwa Bartimayo. Biblia inasema huyu Bartimayo alikuwa anakaa barabarani, sababu ni kipofu. Akasikia kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Yesu, na akasikia kwamba watu wengi sana wamemfuata. Wakati Yesu anapita, fusho liko nafanyika barabarani. Alikuwa na maenisi zote juu ya Yesu. Ndiyo maana wakati korteji ya Yesu ilianza na korteji, na hayo kusema korteji ya Yesu hayo peke ndio ilikuwa inapita pale. Ya president ilikuwa inapita, na akiuliza nani anasema ni president, alikuwa anabakia na nyamaza, anasema sina problem na president. Fils de David, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Comment tu pauvres, mwenye macho ya furaha, anasema aie pitié de moi.
alijua haiko problem ya magonjwa ya kuwa kipofu, mengi kuna problem ya neno hilo sema. Ya neno hilo sema. Ya neno hilo sema. Watu wanamwambia nyamaza, wewe kipofu nyamaza. Hizo pesa mingi yake ni vipofu. Ni korteji ya mama kipofu mama akisema. Pale alikuwa anamnyamazisha alikuwa kama anaezo. Tuanajua korteji ya mtoto wa Daudi. Kipofu hachina nafasi. Si ndio ile kipofu dosi. Si ndio ile kipofu. Sheria iliamkazaka ndani lakini ndani ya Kristo kwa Daudi ni kipofu nikapata kusema. Watu wanamwambia nyamaza, 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 nyamaza. Na akasema sina probleme na nini, kuna probleme na mwana wa Daudi. Yeye ndio tunachanga kwa Mungu pastor alisema mwache kuomba na yeye mnaacha kuomba. Sasa ndio baye. Hapa sasa tunataka maombi si hata kama maombi. Ambia jirani yako sema Bwana
Jambo la kushangaza, walimnyang'anya moyo. Mesaya kuirudisha yeye asipatie haya. Kuna wanadamu wanajua kukuvuta mioyo na hawataweza kukurudishia moyo, lakini Yesu ana uwezo wa kurejesha kilichonyang'anywa na watu. Mimi sina haja ya mtu kusema umebarikiwa, nina haja ya Yesu kusema umebarikiwa. Yesu akisema umebarikiwa, hata maadui watashuhudia. Daudi alisema ananitengenezea meza mbele ya adui zangu. Mlisikia ile verse? Adui ni mlango wa neema ya Bwana kutendea mema. Ninyi ambao mnaogopa maadui, mnaogopa success ya kuwa mbele yao siku zote. Acha nitoe mfano mchungaji kule. Tunatoa mfano. Jina la Yesu. Kama ni maneno ya watu imekuharibishia sifa, imekuharibishia ushuhuda, Bwana kutengenezea ushuhuda. Kama ni maneno ya watu imekuia ndoa yako, Jehova tengeneza ndoa yako. Kama ni maneno ya watu imekutenga na watu wa karibu, watu wa maana, Bwana ashikane kama mtetea siku ya leo. Waporo finally Lord. Ambia jirani, Bwana kutetea siku ya leo. Simama wambia watu watano, Bwana kutetea. Simama. Ambia watu watano, Bwana kutetea. Bwana simame kwa upande wako na Bwana kupatia heshima. Bwana watengeneze heshima na heshima kwa jina. Tulia kidogo tumalize somo. Nasikia kama neema ya Bwana iko hapa. Si ibada ya kawaida. Mimi siko wa kawaida na wewe hauko wa kawaida. Hii ni mkutano ya watu wasiokuwa wa kawaida. Watu ambao wamekombolewa na Bwana. Watu ambao wamejulikana na Yesu. Watu ambao wamenunuliwa na Bwana. Watu ambao wameitwa na Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uniruhusu nimalizane na kijana huyu. Biblia inasema alipoona habari zingine tusishuhi, lakini ninajua alienda mkapitani kwenye baba yake. Sababu kilichomtenga na baba Yesu alitengeneza. Unajua hapa kuna vijana kama mimi, dhambi imekuleta uchukilio katika shamba yako. Dhambi imeacha wazazi wanakuwa pesi na maisha yako. Mimi Mungu ananiona hapa. Mama yangu alikuwa analia na kelele kwa sadaka. Sababu ilikuwa mbaya sana. Watu walikuwa wananiangalia, wanasema sisi tunaweza kuwa mtoto wa pastor. Lakini Jehova alikuwa anajua baada ya miaka atakuwa nabii wa taifa. Hata kama nilikuwa mbaya, nikachiliwa kwa sababu ya dhambi, nikachukiliwa na watu. Leo Bwana amenipa heshima. Ndio maana nakaa na unasikiliza. Nilikuwa sina maana, nilikuwa sina lolote la kusema. Bwana amenijaza kama mtungi na ameniweka nafasi kwa heshima. Na mimi mwenyewe hapa vijana, heshima zenu zimepotea, wanawake heshima zimepotea. Sababu ya ukahaba, sababu ya pombe ya mlevi. Hii ni usheti, ni upuuzi tu, ni ujinga. Achana na dhambi. Bwana mtengeneze na Bwana akupe nafasi katika shamba. Miaka zimepita karibia 10 nilikuwa sina mali katika familia. Ana uwezo ya kutosha kuofa chini jiko la sura yake. Ndio maana juzi yake
niliwaona wasasi, hata mtoto aharibike usiku na laini yake, kesho yake ni mikononi mwa Bwana. Anaweza kuwa yeye ndio responsibility ya uzee wako, anaweza kuwa yeye ndio baraka ya maisha yako, hata kama anayumbishwa, kuna neema ya Bwana juu yake. Namalizia katika Wakolosai kwa leo. Kesho nitasema juu ya Wafilipi. Acha leo nimalizie katika kitabu ya Wakolosai. Biblia yangu inasema hivi, ya kwamba Yesu, tukimshukuru Bwana, tukimshukuru Mungu, tukifuata Yesu, tumshukuru sana, tukijua ya kwamba